msimu wa Krismasi na kusema kwamba it is time sasa kwenda kazini, kwenda shuleni, kufanya yote tunaweza fanya, kuanzisha biashara mpya, kuanzisha mambo mapya na mambo kama haya. Na nilipokuwa naangalia haya maandiko, kuna neno ambalo liligonga macho yangu mara moja na likanifanya nikasema, Mungu, kuna jambo uko nalo kwa ajili ya kanisa lako. Tulikuwa hapa tarehe 31, ninajua tulikuwa tumeairisha kesha kukaribisha mwaka, lakini nashukuru Mungu sana kupitia security officers wetu, OCS wa baharini, pamoja na Madam Chief wetu na Ali akiwa elder wetu, wakashughulika na kuhakikisha kwamba tuna maombi kuingia mwaka. Na yale Mungu alikuwa anazungumza nasi usiku huo ni kwamba tunashukuru Mungu kwa kuaga mwaka mwingine na mwaka pia mpya huko mbele zetu. Ni mwito wa kuingia katika kuwajibika. We were thanking God, recognizing that it is a privilege kumaliza mwaka, and as we enter the new year, we are also entering into a responsibility. Na tukasikia kumshukuru Mungu na tayari tumevaa mavazi ya kuwajibika. Jina la Yesu liinuliwe. Tarehe 1 tulipata nafasi ya kuingia hapa kwa ibada ya masaa mawili, 9 a.m. to 11 a.m. Na pia tulibarikiwa, Bwana akawa anazungumza pamoja nasi. Yeye ni mchungaji wetu na hata tukumbukia katika mwaka huu ambao tumeanza. Kwa hivyo tayari we are set. Tunajua there is protection, there is provision, and there is God's guidance in the year 2021. Amen. So we are not guessing anything. We know that the Lord has taken over and we are marching forward, led by the Lord God Himself. Hallelujah. Today, I want to bring the message, trusting upon God's promises and faithfulness. I promised you this message on first, and again kwa furaha kuu ya Mwenyezi Mungu bila amenipa hili neno, ninalileta kwako. Ya kwamba tunaweza weka matumaini yetu katika ahadi za Mungu na katika uaminifu wa Mwenyezi Mungu. Hapa umefika tunapozungumzia kanisa la miaka 25. Nina uhakika kuna ahadi ambazo umekutana nazo katika maisha na zikafeli. Kuna watu waliokuambia jambo, waliokuhakikishia jambo, but they did not fulfill that. Kuna uwezekano hata labda watu ulifanyia kazi, they are companies, you worked for them. Na walipoona kwamba unaelekea mahali kwa kutimiza ahadi, pengine hata walikufuta kazi. Wakasema kazi imeisha. To make sure there is no any benefit that you receive from them. I've seen bosses ambaye anaweza kukuandika kazi na anapoona kwamba miaka inaenda sana, ana create something even to see you out of the job so that usilipwe benefits zozote. I'm here, kanisa la Mwenyezi Mungu, kuambia kwamba the promises of God according to His word, they are true. Amen. Praise the name of Jesus. Ahadi zozote za Mungu ni za kweli. That is why we can trust upon His promises and His faithfulness. He's not like man ambaye atasema jambo na akabadilika kesho yake. Alisema, amesema na amemaanisha. Neno liko hapa ambalo Ezra alihakikisha limeandikwa. Akasema kwamba pale chini, during the first day of the first month, he arrived in Jerusalem on the first day of the 5th month. It is in verse 9. We are on the very first day or very first Sunday of the year 2021. Sio tu bora tumekuwa hapa. We are not here accidentally. The Lord has allowed us to be here. Some will say amen to that. Ni Mungu ameruhusu tuwe hapa siku ya leo. Na kwa sababu ameruhusu hapa tuwe hapa, Mungu anajua kuhesabu sana majina. Anajua mifano. I want you to know, hata mambo ya maisha, that is why next Sunday I have a message for you. Kwa sababu kuna uwezekano uhitaji kujisumbua sana.
You are in the calendar of God. Amejua lile linafaa even tomorrow. Anajua kila ambacho kinafaa maisha yako hata mwezi ujao. Na kwa kama mwana wa Mungu, ni wewe kukaa tu katika nafasi ya kumtumikia Mungu. I support strongly Pastor Anna. Mimi siwezi kukufundisha mambo yako. Mambo yako you know how to do it. Ukiona kwamba kulipa deni itakusumbua, unaweza fanya kazi ulipe deni. Ukiona kwamba utalala njaa, unaweza enda omba kibarua. Hata kama ni kuosha nguo ama hata kama ni kufagia, ili uweze kusaidia maisha yako. Because unataka kuonekana kwamba hata wewe una bidii. But lile sisi tukufundisha ni kwamba tumikia Bwana. Tumikia Bwana. Serve the Lord. And let me tell you Matthew 6:33. Biblia inasema seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and the others will follow. Makosa yetu sometimes tunakimbiliana na vingine ndio tunaupea kipaumbele na tunasahau mahala ambapo yanafanya mengine yatufuate. Mwaka mpya Bwana amekupa, tumikia Yesu. Haleluya. Weka malengo ya kumtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Weka mikakati na bidii na mipango na mambo ambayo ya kumtumikia Mungu. Nataka nitangaze, mwezi wa 4 ni mwezi wa watoto. Watoto wa kanisa hili, arise and serve the Lord. Mwezi wa 7 ni mwezi wa wanaume. Wanaume wa hili kanisa, let us arise and serve the Lord. Mwezi wa 8 ni mwezi wa vijana. Let us arise as young people and serve the Lord. Mwezi wa 9 ni mwezi wa mama. Let us arise kama mama wa Mungu na tumtumikie Bwana. Haturudi nyuma, tutaendelea kuweka mikakati na tutaweka mipango sawa sawa na maono yetu, tutamtumikia Bwana tena. Hatukanyagi nyuma katika jina la Yesu. Mwana Lord wa sema amina. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Now, chapter 7 of Ezra. Mstari huu wa kwanza kuteremka mpaka huu mstari wa 4 yote inajaribu tu kuambia kwamba Ezra alikuwa ni uzao wa ukuhani. Hakukuwa na accident yoyote kwa Ezra kuzaliwa bila kuzaliwa. Mpaka umeonyesha pale the very last part ya kwamba alikuwa ni mwana wa kuhani mkuu Aroni. Wakati Mungu alichagua Aroni kukuwa kuhani mkuu, ndugu yake Musa aliweka mipango na mikakati ya kuhakikisha kwamba nyumba ya ukuhani inaendelea mpaka siku ya leo. Na siku nyingine ndani ya hili kanisa kuna jambo Mungu alinifundisha. Akawa ananiambia kwamba usione tu watu wakimtumikia Mungu. Hawa watu wanaomtumikia Mungu wote bado ni uzao na ukuhani wa Haruni. Kwa sababu Mungu ndiye anafanya kazi. Alipanga viongozi na waongozi. Alipanga na hawa wafanye. Ukuhani wa Aaron bado upo. Na ndio lazima wanamtumikia Mungu. Hao ndio watu wenye wanaona wanaweza wakoka, na hata wanarudi wana backslide, wanaenda kwa dhambi. Na baadaye bado Mungu anawarudisha. Kwa sababu ni uzao mteule wa kumtumikia Mwenyezi Mungu. Ezra ni mmoja wao. Alibebwa mateka akapelekwa Babeli. Kwa sababu Juda waliasi Mungu. Na wakawekwa kule kwa sababu ya kuweza kupewa nidhamu. Miaka 70 Nebukadneza alifanyisha hao kazi zote za kuabudu sanamu, wenye wanakataa kiwatesa, akina Shadraka, Meshaki na Abednego kuwaweka kwa moto, Mungu akiwaokoa, akina Danieli wanaweka katika simba na Mungu anawasaidia simba ziwakuli ili waweze kupata nidhamu ya kumtumikia Jehova milele. Ezra hakujua atapata nafasi hii. Baada ya miaka 70 kuna kikundi cha kwanza kiliongozwa na kiongozi aliitwa Zerubabel. Zerubabel akaongoza the first team ya kikosi cha Israeli akakirudisha Jerusalem. Na mission ya Zerubabel ilikuwa ni kujenga the temple. Kwa sababu wakati Nebukadneza alichukua mateka Yuda, hekalu ambalo lilijengwa na Suleimani likakuja likaharibiwa likajengwa tena, alipomoa kila kitu, akabeba hata ile vitu vya dhabihu akienda nazo kule. Kwa hivyo it was brought down, na hiyo nchi ikawachwa mbaya. Zerubabel came back na akawa ameomba permission kwa mfalme ya kwamba niweze to rebuild the temple, and he did that. Praise the name of Jesus. Alipomaliza kujenga temple mission yake, sasa Ezra ndiye alifuata, he was the next pastor.
ambaye naye alipata permission kutoka kwa mfalme. Mfalme akampa nafasi sasa, na hata akamwandikia barua, kwa sababu he was a scribe, one of the most learned people in the law. Akapewa nafasi ya kwamba now go, na kile unastahili ufanye ni urejeshe hali ya kuabudu Mungu katika taifa la Juda. Praise the name of Jesus. Na tunaona hapa Ezra akiongoza watu 2,000 ambao walikuwa nyuma yake, wakaanza safari ya kutembea all the way kutoka Iraki, Iran, na akawaleta tena into Jerusalem kwa lengo la kurejesha hali ya kuabudu Mwenyezi Mungu. It had taken about miaka 80. Hekalu limejengwa as part of 8 years. Na during that time, hiyo miaka 80 ilileta pia hali ya kurudi nyuma, hali ya kuanza tena kuacha Mungu, hali ya kusahau ya kwamba ni Mungu amewasaidia. Wanadamu hapo hivyo, kila wakati anataka kusahau hivi. The period of 80 years required also restoration. So Ezra comes in and he brings the message of the word of God, that through the law we can return back to God. I am a student of the word of God, I know. The word of God carries restoration. Neno la Mungu limebeba urejesho. Neno la Mungu hubeba maisha mapya. By the way, first crusader ambaye hapo recorded in the Bible ni Ezra. Because the Bible records alipanda kwenye platform, kajenga jukwaa, na wakati huo kulikuwa baridi sana na mvua. Hizo seasons zilikuwa za ubaridi katika taifa lake. Na akasimama na sheria ya Mungu. Na the Bible says alisoma sheria ya Mungu from morning to evening. Watu wamesimama, wamefungua masikio na macho na wanasikiliza neno la Mungu. Ukitaka kuona neno lileta mageuzi, soma chapter 9 and chapter 10 of Ezra. Wale hata walikuwa wameoa watu wa kigeni walirudisha. Makuhani walikuwa wamesahau kufanya huduma kwa Mungu. Walisema tunatubu na tutahakikisha kwamba huduma kwa nyumba ya Mungu inafanyika tena. Wale ambao walikuwa wameacha kuabudu Mungu wakasema tunarudi pamoja, tuanze kuabudu Jehova aishiye milele. Neno huleta mageuzi, huleta mabadiliko, huleta uhuisho na huleta hali ya kwenda mbele upya tena. We can trust unto the promises and faithfulness of God. Amen. Imagine almost more than 2,200 years ago, we are still talking about Ezra today. Now, hebu angalia hiyo mstari inayofuata, ndio baadaye nikupe utamu wa maandiko haya. Ukiangalia katika hii mstari inayofuata verse 5, tuchukue mstari wa 6. Huyu Ezra alipanda kutoka Babeli. Alikuwa mwalimu mwenye ujuzi mzuri katika sheria ya Mose, ambayo Bwana Mungu wa Israeli alikuwa ametoa. Mfalme alikuwa amempa Ezra kila kitu alichoomba, kwa maana Bwana Mungu wake alikuwa pamoja naye. Pia baadhi ya Waisraeli wakiwemo makuhani, Walawi, waimbaji, mabawabu na wanethini, nao walikuja Yerusalemu mwaka wa 7 wa utawala wa mfalme Artashasta. Ezra aliwasili Yerusalemu mwezi wa 5 wa mwaka wa 7 wa utawala wa mfalme Artashasta. Praise the name of Jesus. I just want you to leave that. Nataka kukuletea mtu ambaye Biblia inasema kwamba he knew his mission. Alijua mission yake vizuri sana. Hello? He knew exactly what he was called to do. And he knew very well what he was supposed to do in order ya kumtukuza Mungu na hata kuhakikisha kwamba wanadamu wako salama. And his mission was to make sure that Jews are instructed very well how to carry out the program of religious education to the people of God. He knew very well what to do. Why am I saying this? Hello, Manuel Babsa. Mwaka ni mpya. You need to know your mission very well. Yes. Usibahatishe maisha. Maisha si kitu cha kubahatisha. Please, fahamu vizuri Bwana amekupa mwaka huu ufanye nini. Na ndio maana tunakuambia mambo haya tunakusaidia, kwa sababu ni vizuri yaingia ndani mwako vizuri na uelewe mwaka huu Mwenyezi Mungu ambaye si wanasiasa wamekupa huu mwaka. Wapendwa, si uko wako umekupa hii mwaka. Sio kwamba umesoma ama una mali ama una pesa. Kwani mnaona watu wenye wana pesa wakienda miaka hiyo? Si pesa wa ndugu.
yako ipatie nafasi iwe jamii ya kumtukuza Mungu. Mambo unayosema na kuyafanya. Ezra knew his mission very well. I believe I'm not talking for what about the powerful visible. Please, tunasikia na tunaona. Know your mission of the year 2021. Na hiyo itakuondolea mambo mengi. Hizi confusions na kwamba ndani hapa people are doing this wanakuja huko. Na Kenya ndio inaenda kwa vitu vya uchaguzi 2022. Hata wewe unaweza changanyikiwa tu hapo katikati. You don't need to miss the blessings of God. You don't need to miss what God has called you to do. Yes. Because kuna kile Mwenyezi Mungu amekuita uweze kufanya. Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Nikaona kwa sherehe nyingine tuko ndani na mwingine anajiweka ndani. Hata mimi ninakaa kwa kijiji na nataka nisaidie watu na nini na mnikumbuke siku ya uchaguzi tukaambiana, tulikuwa wawili watatu tukasema hatutaki hata shilingi yako. What we shall do leo ni sisi kwa sababu ni madhabahu ya Mungu. Sisi ndio tutampa pesa aenda fanya kampeni. Akatoka hapa akisema hajaweka popote ambacho hajaambiwa atiapeana. Lakini hapa sisi tumemwambia chukua hiyo kama ilikuwa 200 300 kweli. We know our mission very well. Don't allow to be messed up. Don't allow to be confused in this year. Know that God has a mission and purpose with your life. That is why inakuunganisha na ukweli ambao ni ukweli na ni ukweli tu. The promises and the faithfulness of God. Hallelujah, wana wa Mungu. Ahadi na uaminifu wa Yehova. Kama unaweza inua mkono wako wote kwa kulia inua. Ninataka uambie Mungu kwamba ahadi zako na uaminifu wako ni wa kweli. Ahadi zako na uaminifu wako. Mwambie kwa sauti kubwa, ahadi zako na uaminifu wako ni wa kweli. Haleluya. Hayo ndio mambo nataka uunganike nayo. Ushikane nayo kwa sababu yatasaidia maisha yako, yatasaidia familia yako, yatasaidia maono uliyo nayo. Ahadi na uaminifu wa Jehova. Jina la Yesu lisifiwe. Now, ahadi za Mungu na uaminifu wake, no question, ni za ukweli. What are we supposed to do? 3 important things you can do according to these verses and they will help your life. Ezra did them, I can do them, you can do them. Na Bwana atakuwezesha kutimiza maono yako. Number 1, dedicate yourself to careful study of God's word. Hallelujah. Jipeane. Dedicate yourself. Jipeane. Ukisoma Romans chapter 12 from verse 1, Biblia inasema kwamba tumepewa nafasi ya kujipeana katika uongozi wa Mungu, utawala wa Mwenyezi Mungu, ili naye mwenyewe alete transformation into our lives. Unajua kama tunajisalimisha kwa Mwenyezi Mungu, yeye anajua vitu kwenye viko ndani mwako vinataka viende, anajua kuondoa vinataka viondoe, na anajua kuweka wewe kwa laini ili uweze kutimiza makusudi ya Mungu. Dedicate yourself to careful study of the word of God. Amen. That is what Ezra did. Ezra alisema, ninajua hii katiba ya Mungu ni katiba ya kweli. Ninajua hii ndio sheria inaweza kuongoza maisha yangu. Ninajua hii inaweza saidia mtu akapiga hatua katika maisha. Na kile nitaifanya, ninajipatiana kwa hiyo sheria. And when you talk about dedication, you know when you dedicate something, kama nyumba kama ile ibada, madhabahu, wakati vitu tunanunua vya Mungu huwa tunaviweka wakfu kwa Bwana. Na ndio unaona huwa ni mbaya sana vitu ambavyo vimewekwa wakfu kwa Mwenyezi Mungu, wewe ukavitumia au ukavifanyia mchezo hivi. Kwa sababu baadaye havileti baraka, unaweza leta laana kwako. Praise the name of the Lord. Sadaka zilizokuwa zinatolewa makanisani ni sadaka, ni dhabihu ambazo zinawekwa wakfu kwa Mwenyezi Mungu. Na hiyo unatakana unakuwa mwangalifu, unauliza Bwana inaendaje? Ukijiweka vitu kama hivyo unakula ukiweka na kufanya wewe, they will mess up your life. Because when it comes to dedication, inakuwa kwamba sina lolote ninabakisha, ninajipeana hivi nilivyo kwa Mwenyezi Mungu. Hello? Unajua kwa nini Mungu alihakikisha kwamba bahari ya Shamu iko mbele ya wana wa Israeli? Na walipofika hapo akafungua njia wapite. Kwa sababu lengo la Mungu kupeleka wana wa
Israeli kule Misri ilikuwa ajitengenezee taifa lake. To set apart his people. Hawa watu wakuje wamwishie yeye. Ndio naona wakati anamuinua Musa, anaambia Musa, enda uambie Farao aruhusu watu wangu waende waniabudu mimi. They were just people ambao wanakaa Misri, Mungu akijitengea, lakini si wa Misri, ni watu wa Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu lazima bahari ingekuwepo, kuambia wana wa Israeli, Bwana, huu ni ubatizo. Unabatizwa katika nafasi ya kwenda kumtumikia Mungu, wachana na Misri. Lakini unaona bahari ilifunguka na baadaye tena bahari ikafunga. Na wakati wana wa Israeli walianza kusema kwamba ni heri malenge huko, Mungu alikasirika nao sana. Na read the book of Numbers. Aliamua wote wenye walikuwa miaka 19 na kwenda juu hamtaiona hiyo nchi. Walizunguka hapo miaka 40 and they all died except Joshua and Caleb alone. Walioleta ushuhuda wa ushindi na kwamba hata hiyo hiki kama ni watu warefu, hata kama ni watu wa aina gani, lakini tunajua tuna Mungu na Mungu wetu atatupigania. Hao ndio watu wenye Mungu anataka kwenda na wao. Remember, dedication means toka huko, anza upya, right standing with God. Praise the name of Jesus. Dedicate your life. Peana maisha yako, salimisha maisha yako kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na usema kwamba mimi nitasalimisha maisha yangu kwa kuliangalia neno la Bwana kwa uangalifu, na nijue linasema nini na nitafanya hayo maneno. Hili neno linatosha maisha yako. Hili neno linatosha familia yako. Hili neno linatosha kukuvukisha na wengine. Hili neno limebeba utajiri wenye unatafuta. Waganga hawana utajiri, waganga ni maskini. Wachawi ni watu wanatumika na shetani. Baba yao ndio Ibilisi, mwenye ni mwizi, aliiba vitu vya Mungu. Sisi tunazungumzia Baba mwenye kila kitu. Unataka nini mwaka huu? Neno hili limebeba chochote unayotaka. Dedicate yourself to careful study of the word of God. That is what Ezra did. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kwa Mkristo bebana Biblia ati Jumapili ndio naye. Unaenda. Hiyo ni vitu vimepitwa na wakati sasa wa 25 years. Sunday Biblia mama wewe sasa toka kwa vitu vya aina hiyo. You need to own the word of God. Amen. Ya kwamba ujue this is life. This is your future. Yes. By the way, it goes beyond miaka iliyoisha duniani. Linaenda na wewe mpaka uzima wa milele na milele. Yesu akasema vyote vinapita, neno langu linadumu milele na milele. Ezra alipeana maisha yake yote, akasema nitakupatiana kwa neno la Mwenyezi Mungu. Amen. 2 Timothy chapter 2 and verse 15, Biblia inasema do your best or study to present yourself to God as a workman who is not ashamed, dividing the word of God or the word of truth kwa njia ambayo ni nzuri. Jipeane kwa Mwenyezi Mungu. Paul aliambia Timotheo, akamwambia kwamba mimi naona ninaweza kosa kuonana na wewe tena, na kwa naweza kosa kaa na wewe, lakini Timotheo mwanangu, ukijipatiana kwa neno, jitahidi kujipatiana kwa neno la Mungu. Jifunze hili neno, ulifanyishe kazi kama mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari. Bwana, mwaka huu jiepushe na kujifanya kama mtu mwenye haujatayarishwa. Umetayarishwa, na kama hauna utayari, ingia kwa neno. Kaa kama mtu wa neno, ongea kama mtu wa neno, tembea kama mtu wa neno, toa kama mtu wa neno, fanya uinjilisti kama mtu wa neno. Hiyo ndio mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari. Hallelujah. God bless you. Amen. And may the Lord keep you. Amen. And serve him. Amen. Praise the name of the Lord. Toka kwa dini na kwenye msaidii. Walk as per the word. Tembea kama mtu wa neno. Fanya mambo kama mtu wa neno. Ukiimba imba kama mtu wa neno. Haleluya. Yaani unaimba neno la Bwana linamwagika. Hao ndio watu ninazungumzia. Mwaka mpya uko mbele zao. Omba kama mtu wa neno. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa neno hahitaji kuwekewa programs za maombi. Mtu wa neno anajua anaweza ingia na kuomba Mungu wakati wote. Yes. You don't wait for programs. You know what you are supposed to do.
and the right time to do what is to be done. Hallelujah. Dedicate yourself to careful study of the Word of God. When I talk about this, Ezra made so many achievements, and you can see that Ezra made significant impact in his life and even in the lives of people. Unajua mwaka kama huyu Bwana anataka ni the achievements that you have to achieve. Praise the name of Jesus. Kuna mambo ambayo Mungu pia anazaliwa ufanye. And those that you are going to do should leave transformation. They have to leave an impact behind. So, impact gani unataka kuacha? Ezra left an impact. And why did he leave all this that he left behind? He left behind, you know, when you talk about what you call the personal achievement, we are saying about a commitment to live for God. That is important. That is very important. Hiyo ndio maisha ambayo ni significant. Unaishi maisha ambayo unasema I commit myself. Na sikaishi tu bora kuishi, nitaishi kwa sababu ni maisha bora. Na ilete ubora katika maisha yangu na katika njia zangu. Hallelujah. What God can do in our lives is allowed to be done through what you do in life. Praise the name of Jesus. I don't know if you got that. Kile Mungu anaweza kufanya, huwa anaruhusu kifanye kupitia maisha yako. That is what I'm saying. Kwa hivyo ukipata kwamba unapotembea hivi, unaakilisha Mungu. Asanteni kwa kuambia watoto, wanapoenda shuleni mjue hata huko shuleni mnaakilisha Mungu. Na Mungu anawaona. Kuweni mabalozi wa Mwenyezi Mungu popote mnapita. Kazini kuweni mabalozi wa Bwana. Mkiingia mashambani ingieni kama mabalozi wa Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu atafanya mambo na mambo hayo yataonyesha ukuu wa Mwenyezi Mungu. Amen. Praise the name of Jesus. Please, that is what God is blessed to. Secondly, we can see you need to intend to apply and obey personally the Word of God. Why am I saying you need to intend to do that? You must have an intention. Bwana Yesu asifiwe. I used this one nilipokumbuka mtu mwenye huwa anapiga mshale. Mtu yeyote anapolenga mshale kila wakati, ama hata ukiona hawa watu wa shabaha ama wa kulenga vitu, anaitwa mwana shabaha kwa sababu kazi yake ni kwamba analenga penye anataka kulenga. There is mahala hapa anataka kulenga. So I feel like this one, you need to intend to apply and obey personally the Word of God. Hello, mwana wa Mungu. This is not now about groups. Mimi binafsi niwe na shabaha na niacha kwamba nitaliweka hili neno katika utekelezaji na nitalitii hili neno la Mwenyezi Mungu. Intend to apply and obey personally the Word of God. We see clearly that secondly, we can see that Ezra intended to apply and obey personally the commands he discovered in the Word of God. If you read verse 7 and 8, we'll see this clearly. Aliweka tu makusudi na kapapa akasema kwamba nitahakikisha shabaha yangu inatimia. Nitahakikisha kwamba mshale wangu haulengi tu popote, unalenga kwenye shabaha. Praise the name of Jesus. Utalenga siku ya leo kwa first service. Tulipoongozwa kwa mambo ya kutoa, tukaambiwa kwamba hii ibada ya kwanza ya mwaka wa kwanza ya mwaka wa 21, na hii inaweza kuwa ni mambo ya kutoa vitu vya kwanza. Kwa hivyo toa hiyo sadaka na uiombee mwenyewe, na tunaiombea. Nikashika sadaka yangu ambayo nikamwambia Mungu, ninapokea hiyo mambo ya mwaka wa kwanza na Jumapili ya kwanza, na ninapokea hiyo matoleo ya kwanza, uwe pamoja nami. Na nikamwambia Mungu, usinipungukie kunisaidia mwaka huu, na unavyonisaidia nitakusaidia, nitasimama na kazi yako. What are you intending to do in this year? Bwana asifiwe. Amen. Nataka bado kubahatisha. Kupanga tu na chochote chenye kinakupanga. No. Wewe ni mtu wa maana, wewe ni mtu wa Mungu. Unastahili kujipanga. Ndio unastahili kwenda. That is what Ezra did. Ezra made a decision. Mstari wa 7 na 8. Na akasema kwamba nitaweka neno la Mungu kwa matendo na nitatii Mungu wangu mimi kama Ezra. Bwana amejesha asifiwe. Amen. Hapo ndio unaondoka kwa vipi? Umepotelea wapi? Umeenda wapi? Unatafuta achana na hiyo. Hiyo ni vitu sasa ya watu wenye wanaanza hii maneno. Sisi tunazungumzia watu ambao anajua anahitaji kwenda kanisani, anaingia kanisani. Anajua anastahili kuomba, anaingia kuomba. Anajua ninastahili kufanya, ninastahili kufanya kwa sababu sifanyi kwa ajili ya mtu, ninafanya kwa ajili ya Jehova. Hao ndio watu tunataka. Bwana amejesha asifiwe. Verse 8
ukisoma mlango wa 9 chapter 8 and verse 21, it reveals another truth ambayo it is very strong on this. Mstari wa 21, chapter 8 and verse 21 of the same book of Ezra. It's just the next page. Ni ukurasa tunaofuata. Maandiko hapa anasema, kando ya mto Ahava hapo nilitangaza kufunga, ili tujinyenyekeshe mbele za Mungu wetu na kumwomba kwa ajili ya kutujalia safari ya amani, sisi na watoto wetu pamoja na mali zetu sote. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Intending to apply the word of God, Ezra knew vita si vyake, vita si vya Yahudi, vita ni vya Mungu. Na vita vya Mungu vinapigana na gani? Tuliamua wenyewe kujinyenyekesha, tukafunga na kuomba, ili Mwenyezi Mungu atushike mkono na atusaidie na atuvukishe na atufikishe katika maono yetu. Njia moja ya kukupa ushindi, make a decision to pray. Amen. Hallelujah. Make a decision to be a prayerful Christian. Make a decision, nitaomba. Kukiwa na hali gani nitaomba. Usingoje shida ikakufikisha kwa kuomba. Omba tu kwa sababu una nafasi ya kuomba. Mimi najua napakana nafasi hata alone. Mahali unaweza piga magoti na kuomba Mungu. Unaweza tembea ukiambia Bwana ninakupenda. Unaweza jikuta huko hapo mahali penye unaishi you are alone. You can walk around na kuambia Bwana ninakuabudu, ninakushukuru, ninakutukuza, ninakuinua Mungu wa Israeli. Haleluya. Biblia hii imejaa ahadi. Kumbuka ahadi kama si Mungu anaambia Abraham, anaambia angalia hizo nyota. Mimi hata kama huna mtoto saa hii, mimi nitahakikisha kwamba uzao wako umejaa kama hizo nyota unaona mbinguni. Those are the times ya kuimbia Mungu. Bwana Mungu nashangaa jinsi wewe ulivyo. Na kwa sababu hiyo roho yangu na ikuimbie, kwa sababu wewe ni Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana. You can pray. You can seek God. You can dedicate your life to God. Hallelujah. Ezra did that and the Lord blessed his life. What about chapter 9? Can you see something in chapter 9? Next. What do you see in verse 3? Chapter 9 and verse 3. Angalia chapter 9 the same message kama you have the Bible verse 3. Niliposikia jambo hili, wapinzani wamejitokeza, wanataka kupinga maono haya. Vile watu wanaweza jitokeza na kuambia kuna mahali naenda mwaka huu. Hakuna lolote unaweza fanya. Wewe unaweza enda hapa. Pastor amekwambia kwamba uwe kutegemea hadi za Mungu na utegemea Mungu. Wewe kuna mahali unaenda. Walijitokeza na tuliwashinda tarehe moja tuliona nenda Bwana alituambia Bwana atatupatia ushindi kwa maisha yetu yote. Mstari wa 3 unasema, niliposikia jambo hili nilinarua koti langu na joho langu, nikazing'oa nywele za kichwa changu na ndevu zangu na kuketi nikishangaa. Kisha kila mmoja aliyetetemeshwa na maneno ya Mungu wa Israeli alikusanyika kunizunguka kwa sababu ya upotovu huu wa hao watu waliorudi kutoka utumwani. Nami niliketi pale nikishangaa mpaka wakati wa dhabihu ya jioni. Step ya pili ni nini? Mpaka leo nilikuwa najenga tu katika devotion zangu in the morning. Kama kuna mtu hakika ni upendo na ni mwaminifu na ni wa haki, ni Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imagine hata wakati tunapotea sisi na kuingia kwa dhambi na uovu, bado Bwana huwa anasema kuna mlango unaitwa kiri makosa yako, uungane na utubu, umekuwa kiumbe. Ili nifanye nikasikia kumpenda Mungu wangu zaidi. Imagine Mungu anasema kwamba hata iwe staili gani, nafasi bado ya kurejea alikuwa mtoto wake ipo. Wanachagua mavazi yao, wakaongea sababu alipotofu ulikuwa kila aina. And if you follow from there downwards, utaona mambo ambayo watu wasaidia waliamua kuyafanya. They made decisions. Wakasema kwamba mambo fulani lazima abadilike katika maisha yetu. Praise the name of Jesus. Yeah. The devil knows what I'm saying. Someone is being prepared for the new year. Hallelujah. Jana na hiyo. Ukiangalia katika chapter 10, you can see exactly what followed next. Thank you. You can see maamuzi ambayo Bwana wetu waliamua tutaingana kwa Bwana. Tutaanza upya maisha yetu. Anza maisha yako upya. Hallelujah. Chukua nafasi ya kuanzisha vitu upya.
Makosa inaonana kidhambi vile tunasumbua wewe. Tubu na utoke ndani. Bwana asifiwe. Zitakushika mpaka saa ngapi? Unajua hiyo ni vitu ambavyo vinakushika na kuvuruta na kushauri. Kama utoteke, that is what is happening. Alijifunga magunia. The Bible says hata ndevu zake akazitoa, kichwa akaondoa. Hiyo ni ishara ya kuonyesha kwamba Bwana anajisalimisha kwako upya. Na jipeana kwako uanze upya na maisha yako. Mungu pekee ndiye anaweza anzisha maisha yako upya. Macho yako haya yameshuhudia watu waliosema kwamba they will never marry, they will never get married kwa sababu ya tabia na maisha zao. Wakati wanajisalimisha kwa Bwana, Bwana anaanzisha ukurasa mpya na inasimama in the name of Jesus. Macho yangu hii ameona watu ambao walizungumziwa kwamba nyinyi hata you can never go anywhere. Huwezi hata ukakuwa na chochote. Mwaka kama huu mimi nimekutabiria nikakwambia kwamba hata gari unaweza pata ile. Amen. You can. Yes. Trust God for it. Sio tu kwenye wako nazo ndio wako nazo. Hata wewe unaweza kuwa nazo. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu nimekwambia unaweza hata ukanunua plot yako na kujenga nyumba na unakaa. You can. Yes. Receive it in the name of the Lord. You can do that. Yes. Bwana anaweza kukusaidia. Bwana mwenyewe asifiwe. Amen. Waliosema una pesa, dedicate yourself mwaka kama huu. Waanze kuamua kwamba mimi nitakuwa mwaminifu. Maandiko yanasema ukisoma kitabu cha Malaki, nijaribu uone kama mimi sitafungua maisha. Ukajikuta tu hata wewe una vitu kwa mfuko ukishika unatiwa una noti kwa. Na hiyo ni baraka. Praise the name of the Lord. Hii kitu kwenye unataka kila saa unashika mkono ni empty. Unashika mkono hakuna kitu. Sometimes ni vitu vya kuamua maamuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. You need to be somewhere. A preacher was saying the other time. Na hii wacha nikusaidie for free. Are you ready for that? Yes. Shida nyingine wa Kristo tunakoseana ni unajiweka kiwango chenye hauko. Nataka ueleze hivi. Unajiweka kiwango chenye hauko. Ongea, ni spiritual. And I need it, and I want to get it. Unajiweka kiwango chenye hauko. For example, wewe ni mtu kwa mfano sema wewe pesa ikiwa nyingi kwa mfuko wako shilingi kama 500 kurudi chini. Lakini watu wenye wanapenda kutembea nao, kuongea nao, kukaa nao, watu wenye mifuko yao haikosi shilingi 5,000, 10 na kuendelea. Unajua majirani wenye watakupea. Watakwambia you are my friend. Nunua lunch. Na lunch hao watu wasio ya kioski. Lunch hao watu utashangaa kusema twende. Sababu umejiweka hiyo kiwango. Unaweza shangaa. Akiendesha gari hivi mtam na anakupeleka mahali penye unakuta ni zaidi. Kaa kwa kiwango chako. Bwana yuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ananiangalia na shangaa. Akimuona mtu amenunua nguo fulani mwaka hii. Hata mimi nilikula hiyo. Hata nikanunua hiyo. Hiyo unajisumbua kwa nani? Naona kwa kuna kitu moja ambacho ni true na nimekuandika kwa brochure hapa. Mungu ametuumba ya kwamba unaweza maneno ambayo pastor amesema. Unaweza mwenyewe ukajiweka mahali pa kujiona. Praise the name of the Lord. Amen. Sasa what happens is this. This is more psychological now. Are you ready for it? Yes. Mwili wako hautakubaliana na uongo unaofanyia. Sawa, acha nikupe lugha ya kuelewa. Ninaona mnarudisha kwa system ya elimu ati wanafunzi kusoma CBC wote. Sisi wakati Rais former President Moi alipokufa alitupa CBC kwa class 8. Na class 8 ilikuwa tunafundishwa mambo yote. Mimi nilifanya home science. Na nilifundishwa kupika, nilifundishwa kupasa, nilifundishwa kushona. By the way, ukinipa project I can do something. Kwa mama Zayata ni project. Ninajua hemming stitch. Ninajua taki yolete. I was taught that. I did music in school. I did that. I did art and craft. So I remember one time, tuliambiwa part of the session submission. Niliambiwa wakati moja tunataka wafundishe kupiga kiatu rangi.
Na the consult teachers were very clever. Wanakisha wameongoza na kampuni ya Kiwi, inakuja inaletea hii rangi. Sivyo, I remember kiatu yako kama imetoboka uende na hiyo. Nikakumbuka nikajiwekelea kiatu hiki. Na jambo la ajabu, hata hiyo kiatu ilikuwa wanaume. Unajua zile shoes blacks zilikuwa za mama. Lazima inafanyika wakati unapiga hiyo imeng'ara, unajiwekelea ndani. Ndio nilikuwa kumbe mwanaume wa mama ndio wanaojuzi wa kutembeana miguu hiki niko. I tried kujifanya ya kwamba I can walk. I didn't. Ilibidi nitafute kiatu yenye imetoboka iko hapo ilipo. Usijiingize kwa kitu ambacho si chako. Let me tell you, unaweza hata tembea kwa miguu na utakubalika. Amen. Acha nikusaidie tena kwa sababu huu ni kweli na ni kweli. There is a recorded history ya mwanaume ambaye alipenda msichana mmoja tajiri. Na alianzisha maisha yake alipoona ameona kasichana ambako katajiri kidogo, pia akaanza kujibandika yeye tajiri. Watu wote alikuwa anafanya, anachukua manguo hata anaomba. Sasa anaenda kukutana na msichana anaomba. Ili pia ifanye atiende tajiri. One time alikutana na hili neno lenye ninakwambia. Tembelea kwa kiwango chako. Na akasikia. Aliposikia na akasema na hii ilikuwa hata naendana nayo, inanisumbua hata hii nini. Mimi ninaamua. Huyu msichana nilimpenda na nitaenda vile ninaenda. Nitaenda kama mimi. Na kila alifanya hata akaamua kuvaa nguo zake za kawaida zenye hata sina mwelekeo yenye hata msichana akiangalia. Kwanza ni msichana ambaye ameenda kidogo asema chochote. Eti hii kijana alipofika hapo, kisha kwanza msichana ili kuniambia yeye wangu na mtoto anasema na sisi nguzo na maana siko hapo. Amenyamaza. Kaambia maneno yote akamwona. Baada kwa kuwa malaika akamwambia msichana, look here. Mimi ninakupenda. Si manguo. Na hizo siku zote umenionaga nikipanga tukutane, nilikuwa tunajaribu. Kwa sababu niliona wewe kiwango chako nitajua mpaka niingie. At least hapo na hapo. The story says that the girl cried. Na baada ya kulia machozi, na akamwambia huyu kijana, na wewe niangalie. Kuanzia leo ninakupenda zaidi. Kwa sababu you are true and honest to me. I'm talking about people who got married. Kuwa wewe. Mwaka umeanza, kuwa wewe. Bwana anajua jinsi ya kusongesha watu. Anajua jinsi ya kupandisha watu. Unaona wanafunzi wa Max unapata shule, furahia. Furahia. Mwalimu anaweza sema anasema furahia tu. Naendelea kusema Bwana nakushukuru. Hizo Max yangu. Ninajua kwamba naweza kufika siku moja hata 40. Na ukifika 40 unashukuru Mungu. Ukipanda 50 mwambie Bwana asante. Na unaanza kuweka target step. Mbona nikifika 80? Nione tu kidao nina alama ya hapo katika yangu. Nitakutukuza milele. Bwana anajua jinsi ya kupandisha watu wake. Mwaka 2021 ni mwaka wa kupandishwa somo la neno la Jesus. Praise the name of Jesus. Najua kwa nini tumepigwa hiyo mwaka ingine, ili tuingie kwa mwaka wa urejesho. Ili tuingie kwa mwaka wa kurudishwa na Bwana, wa kurejeshewa na Bwana. Na maandiko yalisema kitabu kwa kitabu cha Yoeli. Hata nzige walipopata wakakula bakati. For the first time nzige kusikika, hata ndio hata nisiona zikipita nikiwa hapa town wakati ule. Sema hii ni vitu gani inapita? Kaenda forest moja karibu huko zikatupita zikitokea huko. Nasema hii ni vitu gani katika hili? Mimi usikie tu nzige na nini? I'm saying umekaa kwa mwaka wa Bwana kukurejeshia mambo yako. Na Bwana anasema kaa katika hii mambo na kuambia hapa ni intention of making sure the word of God you obey it and you put it into action. Hiyo ndio inaitwa application. Praise the name of Jesus. Finally, commit to teaching others both God's word and its application of life. Amen. 25-year church commit to teaching others both the word of God
and putting it into action or application into life. This is something to do, whereby now it's not a redemption, it is a commitment. Hallelujah. Just commit yourself kwa kwamba nitawafundisha wengine neno la Bwana na mimi nitahakikisha kwamba hilo neno wameliweka katika matendo. Ezra committed himself to teaching others both the word of God and making sure they apply it into action. It is this initiative that made Ezra to see the transformation. If you look closely, baada ya Ezra kutoka, anaingia Nehemia. Na Nehemia utagundua kwamba hakukuwa na kazi nyingi katika nafasi ya kujenga ukuta. As much as maadui walisimama, as much as mambo gani yaliyofanyika, in 21 days, Nehemia aliweka ukuta wa Jerusalem. It is very much possible. Na utaona akiongelea katika hii Bible, akiongelea katika hii neema. Ndio unaona Nehemia hata wakati anapigwa anasema kwamba na Mungu wetu wa mbinguni atatupatia ushindi. Kwa sababu msingi ulikuwa umewekwa. And that revival continued to make sure Judah does not remain the same again. Bwana majeshi asifiwe. Mstari wa 10 ambao siwezi kosa kusoma kwa sababu ndio kama mahala ambapo nimezungumzia hii maneno yote. Chapter 7 of Ezra and verse 10. See what the Bible says. Biblia inasema Bwana asifiwe. Wow. Into 2021. Biblia inasema kwa maana mambo haya yote nimezungumzia wewe. Mambo yote ambayo Ezra alifanya. Biblia inasema kwa maana Ezra alikuwa amejitoa kwa moyo wote kujifunza na kushika sheria ya Bwana na kuwafundisha watu wa Israeli amri na sheria zake. Glory Baptist Church. Kuna mwito mkubwa wa Mungu kwetu leo. Mwito wa ajabu kwa Mwenyezi Mungu. Maisha ya kando, mbele, nyuma, wapi wachana nayo. Right standing with God. Dedicate yourself to careful study of the word of God. Amen. Just make a decision that you will do that. Ninazungumza kweli, niliambia watu hapa tarehe moja. Mimi ni mwanafunzi wa neno sasa, nimeingia mwaka wangu wa 15. Ninajua kuna wengine wengi wanasikia nikiongea maneno and sometimes you are like, can I do this? How can I do it? I remember Mr. Hassan Pastor one time with this fellow and he said, you have always decided. Keep on. Keep on. Hassan Pastor, I know you decided. Keep it on. Na kukosa kumaliza mwaka jana should not stop you. Keep on. Do what you can do. Tuna neema tofauti. Neema yangu na yenu tofauti. Na wengine wengi. Saa hii na watu zaidi ya 8 wameniambia tulikusikia ukizungumza baraka ya neno. Across East and Central Africa. They are saying bado tuko safari ya kuenenda katika neno la Mwenyezi Mungu. Yesterday I found one person in this work akaniambia, "Daddy, niko safari." Na nikamwambia mimi niliyekutangulia nimeshindwa, ninaweza wachaje hiyo safari. Sababu hiyo safari ndio uhai wangu, ndio maisha yangu, ndio nguvu yangu, ndio uwezo wangu. Fanya maamuzi, dedicate yourself to the study of the word of God. Amen. Watu wanaweza kosa kutaka kusikia maneno tu, watu wasikie neno la Mwenyezi Mungu. Secondly, have an intention to make sure that you apply personally and you obey your God personally. Amen. Na utaondoka kwa vikwazo, wanasema, wanafikiria, wananiona, utaondoka kwa hiyo. Because it is a personal intention that I want to apply the word of God and I want to obey God. And brothers and sisters, ukijikuta kwamba kuna mahali umekosea, tubu. Omba msamaha, mlango wa kutoka na msimama huko. Praise the name of the Lord. Wacha kukaa ngumu, kujionyesha kwamba hakuna chochote. Hiyo unajipotezea mwenyewe. Wewe mwenyewe unajipotezea. Praise the name of the Lord. Nilikuwa nakwambia kwamba mwili huo unakataa. Unaweza jibandika kwa vitu bado utakataa. Vile mimi nilijibandika kwa kiatu cha wenyewe. Ilibidi nirudi changu na ninashukuru. Praise the name of the Lord. Hata kama kimekaa namna gani ndio chako. Tembea ndani. Mungu anajua cha kufanya. Praise the name of Jesus. Hata nyumba yako kama inakaa ndio yako. Furahia, kaa ndani na useme hapa ndio mahali Mungu ameniruhusu kukaa. Unaweza kaa miaka iliyopita kwa nyumba ka 10 by 10. That Lord will help you.
Penda tu Mungu unatembea hapa ni invention of good things. The other day I was talking to you about positioning yourself. This is part of positioning yourself. Hallelujah. Amen. Position yourself whereby God can find you, can trace you. Bwana asifiwe. Hapo watu wewe ni ushuhuda. Wewe ni ushuhuda. Watu wa mizimu nilikutana na ule mama mwenye alinyeshewa na mvua mahindi na akatoka na mtoto Samuel kwa kiwanja. Samuel is big. Nilimwona Samuel na nyuma yake iko msichana. Alipoona aliruka alisema, "Oi! Ushuhuda wa Mwenyezi Mungu." Waliosema siwezi saa mtoto miaka 14 wakinitusi. Kwanza alipata testimony nyingine kali. Na sasa yeye ni pastor. Atia siku moja anatangaza child education. Alipotangaza child education, washiriki kuna maneno. Anatangaza child education, mama wenye wamezaa watoto wakasema tupelekee mtu mwenye zaidi mtoto wetu. Alijikuta kwa child education no one came. Saa hii ni baba na mama ya Samuel na the big girl growing up. Huyo ndiye Mungu anazungumzia. Mungu aliye na uwezo wa kubadilisha mambo ambayo macho yako na macho ya watu haijawahi kuona, ili aitwe Jehova. Amen. Jina la Yesu lisifiwe. Amen. Jipeane kwa kufundisha wengine na pia kuhakikisha wanaweka neno la Bwana kwa matendo. Hiyo inakuwa muhimu sana. Ukifanya hivyo mwaka huu, niko tayari kukuletea neno la kusidikisha mambo yote nimekupatia tangu tarehe 25. Praise the name of Jesus. Amen. I have a seal for all that can seal that truth and help you march forward. Simama kwa mtu yako mwingine. Mikononi mwa Yesu.